Naona yuko jirani yako hapo. Kwa hiyo wewe futa haya maneno baada ya ule ufafanuzi niliotoa mimi baada ya taarifa ya waziri, alafu omba radhi, tunatoka hapa. Withdraw na naomba radhi. Sema nafuta badala ya neno na withdraw. Napendaga Kiswahili. Nimefuta. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya Mheshimiwa Gambo kuomba radhi na kufuta maneno hayo, sasa kwa sababu hayo maneno ya kusema kwamba maneno ya waziri hayakuwa yamekaa sawasawa, ama kwa kutumia sasa kanuni zetu alikuwa amesema uongo, kwa kuwa yameondoka kwenye taarifa rasmi za bunge, anakuwa haendi tena kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge, kwa sababu kunakuwa hakuna kinachompeleka tena huko. Kwa hivyo bunge kwa makofi hayo naamini mmeafikiana na msamaha huo, ndio maana sijawahoji, kwa sababu ingekuja taarifa ya kamati hapa ningewahoji. Kwa hivyo hata kuiondoa hii hoja kwenye kamati ingebidi mhojiwe, lakini nimeona watu wote mnapiga makofi. Au kuna mtu hajaridhika na msamaha? Sawa, sasa ili kanuni zetu zikae sawa, watu wasije wakaja kunikamata siku nyingine, basi wacha niwahoji nikiwa nimesimama. Waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja hii kuondolewa kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Basi imeondolewa rasmi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kusema hayo, sasa nitafuatilia huu mchango uliotolewa mchana ulikuwa unahusu jambo gani, kwa sababu kwa mujibu wa Mheshimiwa Waziri alivyosema ni kama na wenyewe unahusu tena ubadhilifu wa aina fulani. Kwa hiyo nitafuatilia, alafu tutaweza kulifanyia kazi hilo pia kwa sura hiyo, ili wananchi wajulishwe usalama wa fedha zao kama upo, na kama zimeliwa basi hatua ziweze kuchukuliwa. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa bunge, naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 kamili asubuhi.